Kwa sasa hakuna kupumzika kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Hatimaye kwa upande wa klabu ya Dar es Salaam Africans, kama ambavyo tunafahamu, siku ya hii leo majira ya saa 1 kamili za jioni wanashuka dimbani wakikaribishwa na Namungo FC huko mkoani Lindi. Na tayari kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia kocha Pedro Goncalves ameshaandaa wanajeshi 11 ambao wanaamini kwamba watakwenda kumpa alama 3, kwa sababu mpaka sasa hivi tunafahamu kwamba mambo ya kukimbizana sasa hivi imesalia huko kwenye ligi baada ya michuano ya kimataifa kuwa habari si nzuri kwa upande wa klabu ya Yanga pamoja na Simba, lakini pia hata kwa pamoja kwa Azam pamoja na Singida ambao walikuwa wanashiriki michuano ya kimataifa, wote wameondolewa kwenye makundi. Sasa kabla sijakwenda kukuangazia kikosi, nikukumbushe hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi ni Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Yanga. Kwa upande wa golini yupo Djigui Diarra. Kwa upande wa golikipa Djigui Diarra tunafahamu ni kipa mwenye uzoefu mkubwa wa mechi hizi, lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji zaidi kwa upande wa Diarra kutoa utulivu kwenye eneo la nyuma kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi kwa mipira ambayo inakuwa ni sahihi zaidi, yani kuwafikia walengwa. Wakati huo pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Yao Toula Kouassi, ni kama hivi anaendelea kurejea taratibu kulingana na aina ya mechi na namna ambavyo mwalimu anamtizama. Tunafahamu kwa upande wa Yao bado kasi yake ijao nzuri zaidi, lakini tangu amerejea kuna kitu hasa ambacho ameendelea kukionyesha ndani ya kikosi. Yeye kitu kikubwa ambacho atakuwa anakitoa kwenye mchezo ni kutanua zaidi upande wa kulia na kusaidia zile cross ambazo zitakuwa ni nzuri kuwafikia washambuliaji. Lakini pia Mohamed Hussein Zimbo Diarra atacheza kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto, beki ambaye mara zote amekuwa yuko vizuri zaidi kwenye eneo la kushambulia. Atakuwa akisaidia pressure zaidi na kufika kwenye eneo la mwisho kwa ajili ya kushambulia kulingana na aina ya timu ambao wanacheza nao na kulingana na uwezo ambao wamekuwa nao siku zote. Lakini pia nikienda kutizama kwenye upande wa mabeki yupo Dickson Job. Kwa upande wa Dickson Job tunafahamu ni mtulivu, lakini pia ni msomaji mzuri wa mchezo, atadhibiti mipira ya chini zaidi, lakini pia na kusaidiana na beki mwingine kwa ajili ya kupanga safu hiyo, ambapo beki mwingine huyo ni Ibrahim Baka, ambapo Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job wametengeneza combination nzuri. Kutokana na Ibrahim Baka namna ambavyo amekuwa akicheza ni tofauti zaidi na Dickson Job, na ndio maana ukikutana na mabeki hawa ni lazima upate kazi zaidi kutokana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kwenye eneo la kiungo cha katikati, yani kiungo mkabaji, yupo Mohamed Damaro. Kwa upande wa Damaro tunafahamu ana stamina, amekuwa na nguvu ya kukaba zaidi, lakini pia kazi yake kubwa yeye atakuwa akivunja zaidi mashambulizi ya Namungo kabla hajafika kwa mabeki. Wakati huo pia kwenye eneo hilo atacheza Duke Abuya. Kwa upande wa Duke Abuya tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na utulivu, amekuwa na uwezo wa kupiga pasi sahihi, lakini pia atasaidia kusambaza mipira na kuunganisha ulinzi kwa ajili ya kushambulia zaidi kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Wakati huo pia kwa upande wa kiungo mshambuliaji yupo Alan Okello. Okello huyu ndiye ambaye atakuwa ni mbunifu wa pasi za mwisho, ana uwezo wa kupiga mashuti ya mbali, lakini pia huyu ndiye ambaye atakuwa ubongo mashambulizi huku akiendelea kutengeneza nafasi kwa mawinga, lakini pia pamoja na mshambuliaji kulingana na aina mfumo ambao mwalimu ameweza kuja nao. Lakini pia Max Nzengeli atakuwa akitokea kwenye eneo la kulia, huku pia akisaidiana na Alan Okello pale ambapo watakuwa wanajiswitch kwenye maeneo hayo mawili. Max tunafahamu ana kasi, lakini pia na uthubutu wa kupenya mabeki, atakuwa akishambulia moja kwa moja kwa ajili ya kutengeneza nafasi kwenye maeneo ya pembeni. Lakini pia Buba Jammeh yeye atasimama kwenye eneo la wingi ya pembeni kushoto. Tuliweza kuona kwenye mchezo uliopita aliweza kufunga mabao mawili. Huu ni mchezo mwingine ambao ataenda kuthibitisha sasa baada ya kuweza kufunga kwenye mechi dhidi ya Cosmopolitan mabao mawili. Sasa hii ni mechi nyingine ya ligi kuu Tanzania bara, anakwenda kuonyesha kwamba yeye pia ni mchezaji wa aina gani. Kwa upande wa kocha atakuwa akimtumia zaidi kuvuruga safu ya ulinzi, lakini pia na kusaidia kushambulia kwa kasi zaidi kulingana na vile ambavyo amekuwa akicheza. Wakati huo pia Depu atasimama kwenye eneo la kushambulia moja kwa moja. Huyu ndiye mshambuliaji wa mwisho. Tunafahamu tangu amefika ameendelea kufunga, ameendelea kuonyesha ubora wake wa hali ya juu. Maana kwamba yeye kitu kikubwa zaidi ambacho atakuwa akikisubiri ni kukaa kwenye maeneo sahihi, huku akisubiri pasi za Okello, Nzengeli pamoja na Buba Jammeh kwa ajili ya kumalizia nafasi tu. Mipango ya kocha ni kumiliki zaidi mchezo, lakini pia pressure juu mapema, lakini pia mashambulizi zaidi kupitia pembeni, huku Okello akiwa ndio chanzo cha ubunifu, huku Depu akiendelea kutumia nafasi kwa umakini zaidi.